Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amesema kuwa hali ya usalama nchini humo imeingia katika kipindi kigumu kufuatia mashambulizi makali ya makombora ya Iran, huku akisisitiza kuwa serikali yake itaendelea kuchukua hatua kali dhidi ya maadui wake. Akizungumza kupitia ujumbe wake rasmi, Netanyahu amesema kuwa ni jioni ngumu sana katika mapambano ya mustakabali wa taifa, akionyesha uzito wa hali ilivyo kwa sasa. Amesema muda mfupi kabla ya ujumbe huo alifanya mazungumzo na meya wa Arad Yair Maayan na kumtaka awasilishe salamu za pole na maombi kwa majeruhi kwa niaba ya raia wote wa Israel. Katika hatua za dharura, kiongozi huyo amesema tayari ameagiza mkurugenzi mkuu wa ofisi yake kuhakikisha msaada wote muhimu unawafikia waathirika kwa kushirikiana na wizara zote za serikali. Pia alibainisha kuwa vikosi vya uokoaji na huduma za dharura vinaendelea kuimarishwa ili kukabiliana na athari za mashambulizi hayo. Aidha, Netanyahu ametoa wito kwa wananchi kufuata maelekezo ya mamlaka za usalama, hasa kamandi ya ulinzi wa ndani, ili kuepusha madhara zaidi. Pamoja na hayo, waziri mkuu huyo amesisitiza msimamo mkali wa serikali yake, akisema Israel imedhamiria kuendelea kuwashambulia maadui wake katika pande zote, kauli inayoashiria kuendelea kwa operesheni za kijeshi katika maeneo mbalimbali. Kauli hiyo ya waziri mkuu Benjamin Netanyahu inakuja wakati Irani ikiwa imefanya mashambulizi makubwa maeneo yaliyopo kusini mwa Israel, Dimona pamoja na Arad, ambapo Irani imesababisha maafa makubwa, kwani vifo vimeweza kuripotiwa pamoja na majeruhi zaidi ya 120 wameripotiwa kujeruhiwa. Hali ya taharuki ilizuka hapo nchini Israel usiku kwa mkia leo baada ya Irani kutumia makombora yake kushambulia Israel karibu kabisa na kituo cha nyuklia cha Dimona huko kusini mwa Israel. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ameamua kueleza uhalisia kwamba hali ya usalama nchini humo imeingia katika kipindi kigumu. Netanyahu amekiri hivyo kufuatia mashambulizi makali ambayo Irani imeweza kuyafanya, na Irani imeeleza kwamba hili lilikuwa ni jibu dhidi ya mashambulizi ya kituo chake cha nyuklia cha Natanz kilichopo katikati mwa Tehran, ambapo Irani iliapa kujibu kwa mashambulizi makali na imetekeleza hivyo kuweza kupiga moja kati ya jengo la utafiti la nyuklia katika kituo cha Dimona kusini mwa Israel. Kituo cha Dimona hakikuweza kushambuliwa kwa miaka mingi sana, tangu mwaka 1940 kitu kuelekea 50 huko miaka iliyopita mingi kabisa, na kimeweza kuja kushambuliwa kwa hivi sasa. Kwa hivyo Israel pia imeweza kuanzisha uchunguzi wa kina kwamba kwa nini mifumo yake ya ulinzi wa anga haikuweza kufanikiwa kupambana na makombora ambayo yalishushwa katika maeneo hayo, vile vile katika mji wa Arad ambao umeathirika kwa kiasi kikubwa sana. Kama unavyotazama hapo, picha zinaonyesha wazi kwamba Arad imepigwa na makombora ya Iran. Basi mtazamaji wetu, niko hapa kukuletea taarifa zote ambazo zinajiri katika anga ya kimataifa, hususan Mashariki ya Kati.